lakini pia katika siku za hivi karibuni na yeye ni miongoni mwa mashabiki au wanachama ambao walishikiliwa na jeshi la polisi. Sasa tumsikie Dokta, yeye tatizo lilikuwa ni nini, kitu ambacho kilimfanya mpaka akajikuta yupo mikononi mwa vyombo vya usalama, kwa maana kwamba ya polisi. Shida ilikuwa ni nini? Alishtakiwa kwa makosa gani? Dr. Mohamed. Uongozi wa Simba walinishtaki na mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba kipindi kile alikuwa mwenyekiti wa bodi ndio ambaye alinishtaki mimi. Kwa maana ya try again? Kipindi kile alinishtaki mimi. Kwa hiyo baada ya kukamatwa na kufikishwa center nikaambiwa nimeshtakiwa na uongozi wa klabu ya Simba kwa tuhuma za kuchafua viongozi na kuongea maneno ambayo sio sahihi. Shaka nilikuwa hilo. Na labda uliambiwa unaichafua klabu kwa mtindo upi? Namna ambavyo umekuwa unatoa maoni au kuna jambo jingine tofauti ambao ulilifanya? Namna ambavyo nilikuwa nazungumzia kuhusiana na uongozi wa Simba, mienendo, matokeo mabaya uwanjani, kufunga na Yanga kipindi kile mara 6 mfululizo, kukosa ubingwa mara 4, na kitu kama hivyo. Kwa wao wakanichukua negative na sio positive, kaonekana kwamba nawachafua na kuhusisha na mambo ambayo yasiyofaa mbele ya jamii. Na labda kwenye vielelezo ambavyo ulipewa ambavyo vilikuwa vinakuhusu, ilikuwa ni unavyozungumzia mechi, unavyozungumzia uongozi, au ilikuwa kwenye mtindo upi? Kwa sababu kuna eneo ambao tunaamini shabiki au mwanachama anakuwa na haki ya kuzungumza kuhusu timu yake. Mimi nilitoa vielelezo kama 5, lakini kimoja hapo ni kuna baadhi ya wachezaji niwazungumza kwamba kiongozi fulani alisababisha wasajiliwe Yanga, ilikuwa wasajiliwe Simba, matokeo yako wakasajiliwa Yanga. Hiyo nao pia ilikuwa sehemu moja hapo ya kielelezo ambacho kiliwekwa mezani kwamba usipitishe kama kweli na ushahidi wa kutosha juu haya ambayo nimezungumza. Na jambo lako vipi, mlisameheana au ilikuwaje? Jambo langu bado lipo mkononi mwa dola, halijaisha bado. Bado halijaisha. Bado linaendelea. Na wewe ni mwanachama wa klabu ya Simba. Tunaamini labda katiba pia unaijua vizuri ya klabu yako. Kuna mipaka ambayo kikatiba ipo kwenye klabu yenu ya Simba kwenye eneo zima la kuizungumzia timu au kuzungumzia viongozi na mwenendo wa timu kwa ujumla? Mipaka ipo kwa katiba ya klabu ya Simba. Mwanachama au shabiki haruhusiwi kutoa maneno yatakayozua taharuki kwa upande wa klabu au kwa upande wa viongozi. Hii mipaka pia ipo. Kuna uhuru wa kuongea, kueleza maoni yako, kueleza hisia zako, kile ambacho unaona kinafaa, lakini pia kuna uhuru wa kutoa mawazo na maoni kwa upande wa management kupitia ngazi ya tawi, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa na pia ngazi ya taifa. Channel hiyo ipo, lakini mipaka ile ya kudhalilisha viongozi au kudhalilisha wanachama wenzako katika katiba imeelezea kwamba mambo haya yamepigwa marufuku, na ikitokea mwanachama kafanya hivyo, basi kuna chombo ambacho kinaitwa kamati ya maadili kinaweza kumuita, kukaa naye chini, kumuonya, na kikaidi basi anaweza kupewa adhabu kulingana na ukubwa wa kosa ambalo ametenda. Lakini kuna kipindi Dokta ambacho wewe uliwahi kufungiwa au kusimamishwa na uongozi, kama kumbukumbu zangu zimekaa vizuri. Uliitwa kwenye ile kamati, uliojiwa, na ile adhabu yako ilipinduliwaje? Mimi na Simba tulishawahi kufungiwa mwaka juzi. Kipindi iko sio Imani Kajula, na baada ya kufungiwa mimi na Simba tukawa tunasubiria kamati hizo kukaa, kamati ya maadili kupita, lakini kamati haikukaa kwa sababu kamati hiyo inakaa kwa mpaka ikitaka wenyewe. Kama unaona mabibi. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni niandike barua ya kuomba radhi kwa yale ambayo yanaonekana kama nimewakosea, na barua hiyo baada ya kuandika nikaipeleka kwa management, na baadaye nikaitwa kwa kikao, nikasikiliza hoja zangu kwa nini naomba radhi chini ya mwenyekiti wetu wa klabu, na alikuwa na wajumbe zaidi ya 4 na wajumbe wa bodi. Kwa hiyo niliposikiliza hoja zangu zikawa zina mashiko, wakawa wamenisamehe na nikaandika barua ya kusamehewa. Langu likawa limeisha hilo kwa hiyo na kufungiwa. Adhabu ya kufungiwa ikawa imetenguliwa kwa namna hiyo. Yes, bwana, huyu ni Dr. Mohamed ambaye ni mwanachama shabiki wa klabu ya Simba. Kwanza niombe radhi kwa wanaotazama kwa upande wa TV pamoja na YouTube. Awali ilikuwa imewekwa kama mwenyekiti wa matawi Dar es Salaam, lakini hapana, niombe radhi, ni shabiki kidogo, kuna mkanganyiko, kwa hiyo tunaomba radhi kwa hilo. Yeye ni mwanachama na ni shabiki wa klabu ya Simba. Sasa kama umemsikia vizuri Dokta, kuna eneo ambalo anakubali kuna makosa ambayo aliyafanya, na anasema jambo lake bado lipo polisi. Jambo lake bado lipo polisi. Ambacho alikifanya, alitoa tuhuma dhidi ya viongozi. Na hapa anasema kuna muda inawezekana matokeo hasira, na ametaja moja ya mechi ni mechi iliyofungwa na Young Africans. Aliwaka, alitoa kauli ambazo baadaye
kinyume na mipaka. Baadaye backfire, na uzuri ni mwanachama amekubali kwamba katiba inaweka mipaka kwenye matawi huko, ndo kuna ngazi za kupeleka maoni. Kwa hiyo kuna zile hasira nini kuongea jambo likamkuta, na moja ya tuhuma ambayo anasema ilimfanya afikishwe au aitwe polisi, na jambo bado likiwa lipo kwenye vyombo vya habari, vyombo vya usalama kwa maana ya polisi, ni kauli ya kwamba kuna wachezaji walitakiwa wasajiliwe Simba, lakini kuna kiongozi alichezesha wakasajiliwa Yanga. Akaambiwa alimtaja Pacome, alimtaja Max. Kwa hiyo akaambiwa kwamba unaweza ukathibitisha. Balali kabaki. Kwa jambo linaendelea. Alikuwa anataja dola kana. Tusiende mbali sana kwa sababu jambo bado lipo polisi. Lakini yeye ameweza kuzungumza na amekubali kwamba kuna makosa ambayo yalifanyika. Hiyo wakati tunaongea na dokta, kuna siku mmoja mpaka Suga, kwa nini unawazuia watu kwenye kipenga extra au ni mashabiki? Nikamwambia kwamba kuja kutolea tuhuma hapa ndio maana wanaulizwa na uhakika, vinginevyo utabaki kwa au omba radhi. Unamsikia dokta hapa anachozungumza? Alisema kiongozi fulani kasababisha wachezaji wamefanya nini? Wameenda upande wa pili. Kiongozi huyu umempa mtu tuhuma, akajikuta hapa mikononi mwa, na bado kesi na anakubali kwamba kuna makosa ambayo yalifanyika. Nsajigwa, inawezekana kweli ni shabiki wa Simba au shabiki wa Yanga, lakini kuna mipaka. Mipaka ipo. Lakini mara nyingi hivi vitu kuna issue za hisia labda na hasira, kwa sababu ni matukio ambayo huwa yanatokea mara nyingi wakati ambao matokeo ni mabovu. Hizi kesi za shabiki fulani kagombana na kiongozi, huwezi kuziona kama timu inafanya vizuri, kwa sababu mambo sio yanaenda vizuri. Watu wa muda wa kupanic unakuwa haupo. Lakini ikitokea nyakati mbaya kama sasa hizi, matokeo yanakuwa mabaya, ndipo hapa sasa huwa inakujaga. Na kuna wakati ukisikiliza sana huwa inakuwa ni personal kabisa, kwa sababu unakuta mtu si tu kwamba anashambulia uongozi, ila anamshambulia mtu. Yes, huwa zinaenda mbali sana, kwa sababu moja ya risiti ambayo naikumbuka ilikuwa ni mechi ya Simba na Azam, ilimalizika kwa sare msimu uliopita ile. Dr. Mo mechi imeisha, yeye alimfaa rais wa shirikisho Kalia. Kwa nini Kalia anajiga? Sasa tuna bahati naye. Sasa kuna connection gani kati ya Jiga kwenye mechi ya Simba na Simba kutoa sare na Kalia kwa mbaya? Yaani ukiunganisha huoni doti iliyopo hapa. Lakini ni hisia za mshabiki. Ni hisia, yes. Baadaye akaja akaomba msamaha akaisha. Kwa kuna vitu kama hivyo vya hisia ambavyo vinatokea, na issue kama hizi zinavyotokea wakati mwingine linakuwa ni funzo. Kwa sababu inawezekana leo hii ukamwataki labda Kalia akakaa kimya, kesho kama hataki akaenda jambo serious ambapo yeye hata kubali labda muombe msamaha alishi hivi kawaida. Kwa sababu kawaida maisha yetu Tanzania tunaoishi, mara nyingi tunaishi kwenye vitu vya kawaida, kwamba naweza nikamvamia labda leo akaenda kumsema vibaya, lakini asinipeleke kokote kwa sababu ya mazoea. Yani kwenda si mwanangu namfahamu bwana, nikaisha. Lakini inawezekana kama mtu mwingine asiishie hapo. Lakini Sajigwa, ukimsikiliza dokta na tutakuja kumsikia akiwa na ushauri, inawezekana kuna watu wengi wanaishi kwenye mpira, hasa mashabiki tunaishi kwenye mazoea mabaya. Yaani kweli inawezekana una haki ya kuizungumzia timu yako, lakini inawezekana hatuna mipaka. Kwa sababu yani baada ya kumsikia dokta hiki alichozungumza, na mimi kuna eneo ambalo nasema kama kuna watu wakiwa serious, inawezekana kesi huku zikawa nyingi sana, kwa sababu huku huwa tunazungumza tunavyotaka sisi. Yaani watu wa mpira ni huwa tunazungumza Kasuga tunavyotaka sisi. Sehemu yote ile ina mipaka. Yaani sehemu yote unakoishi, hata nyumbani kwako una utaratibu wako. Kinachofanyika ni kwamba labda mtu kuchoshwa. Yaani kama kitu kinakuwa kinajitokeza mara kwa mara, mtu anachoka. Simba lazima tuangalie kwamba wanaenda almost msimu wa 5 mfululizo, ikitokea saizi wanakosa taji la ligi kuu soka Tanzania bara. Kifupi tunasema kwamba hawafanyi vizuri kwenye michuano ya ndani. Even if last season maybe wamecheza finali kwa CAF Confederation Cup. Lakini tunazungumzia Simba ambayo possibility ya kudominate michuano ya ndani na kufanya vizuri kama ilivyofanya vizuri msimu uliopita michuano ya CAF, huo uwezekano unaonekana ni mdogo sana. Kutokana pia na recent performance yao. Ukirudi tena mwezi wa kwanza, wana ratiba ambayo inaonekana kuwa ngumu zaidi na Esperance de Tunis. Home and away unacheza naye. Squad ndio kama hivi.
Leo hii tunazungumzia Simba, hata mchakato wa kocha bado haujakamilika. Muda unazidi kwenda. Tulikuwa tunapiga tathmini jana na Wakanda hapa kwamba baada ya kufukuza kazi Pantev, sisi tunaamini kwenye ile list ya makocha ambao waliomba kazi. Yes, tunaamini kabisa kuna option nyingine. Hii si option namba 1, option namba 2 iko wapi? Tuangalie, tuarudie wale watu. Tujue changamoto ilikuwa wapi. Ile issue pia huwa inaonyesha kwamba kiasi gani ukomavu viongozi wanafanya kazi. Sasa hiki kipindi chote ambacho Simba wanapitia changamoto kubwa zaidi kuto kufanya vizuri michuano ya ndani, hawachukui mataji yoyote, mashabiki lazima of course waelewe nini ambacho wanachokizungumzia. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika ni kwamba kwa nini umefikia level hii? Leo tumshtaki Dr. Mo, kesho aje. Kesho kutwa atakuja Wakanda na anahisia. Inawezekana kuna watu wengine hawapati nafasi hii platform ambayo tunaizungumzia wakati huu, lakini wana changamoto kubwa hizi za kihisia. Football ni mchezo wa hisia. Yaani kama unafuatilia vizuri sana. Kwa hiyo mtu kumzuia stoe maoni inakuwa ni kitu kigumu. Lakini unatoa maoni katika mazingira ya lakini Brian, kuna eneo ambalo mimi nakuelewa kwa maana kwamba ya hisia na hiki kinachoendelea cha Simba. Amegusa hapa mifano. Nsajigwa. Kuna time huwa anatajwa Waliskaria afu uelewi. Inatokea wapi? Kuna nyakati anaweza akatajwa kiongozi tu, mfano kama kuna nyakati nakumbuka Wilfred Kidau. Watu wamechelewa kufanya usajili kweli, hawajasajili on time, wamekataliwa. Kama issue ya Fontaine ya juzi. Anatuhujumu, anatufanya nini? Fulani anaharibu mpira. Yani nilikuwa naangalia kwenye hayo mazingira ya kwamba inawezekana kweli tunahisia. Lakini kuna nyakati sisi wapenzi wa mpira wa miguu, stories zipo tunaongea, lakini kuna nyakati Brain tunavuka mipaka. Kuna mtu mmoja nakumbuka aliwahi kumwambia babake, binti alimwambia babake, achana na hiyo timu, wanakudhalilisha. Achana na hiyo timu. The way wanapomtreat binti. Tena huyo baba mtu alikuwa ni katibu wa timu. Katibu wa timu. Sio tu katibu wa timu ya ligi kuu. Mwanae anamwambia, baba unachafuka. Hawa watu hawakuheshimu, wanakudhalilisha kwa sababu ukitengwa maiki. Nsajigwa wazungumzi mpira. Kama hiyo Mangungu tu saizi Mangungu watu ishavuka level ya football. Ni level ya mtu. Hata juzi Julio kasema kwamba why Mangungu always? Kwa hata kuna mtu familia yako yani watu wanakuchukulia Mwakalebela heshima yake. Ndio Mwakalebela hujaisha kuwa mteule wa rais. Yeah, of course. Aisha kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya, kasha kuwa katibu wa TFF. Lakini the way moja kati ya saizi Mwakalebela kuna eneo sio kwa ubaya, lakini status yake kama ilishuka kwa sababu ya football. Watu wa football walimchezea sana Mwakalebela. Kwa nini? Kutokana na uhuru tuliokuwa nao. Ibra, kuna kitu kimoja hapa ambapo mimi naweka kwa mtazamo wangu nimekiona. Cha kwanza ni namna gani ambavyo Wakanda tunarejea. Tulipe kwanza bila. Bwana, hii ni Kipenga Extra, show ya mashabiki, show ya michezo. Tunakuwa tunazungumza hapa namna ambavyo tunauishi mpira, maono, mitazamo, jambo la Simba na mashabiki wake na baadhi ya wanachama kuitana kwenye vyombo vya usalama, kwa maana kwamba polisi limekaaje. Tumesikia moja ya ushuhuda wa Dr. Mohamed ambacho kilimkuta, alitoa tuhuma lakini akajikuta ipo mikononi mwa vyombo vya usalama. Kwa hiyo tunatazama namna ambavyo